Bwana Yesu asifiwe. Pendo wa Mungu na kusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Naitwa Pastor Musa kutoka The Bride of Christ TV, na kuletea vile Biblia inazungumza kuhusu nyakati zetu na ufunuo wa Mungu aliyouleta kupitia Nabii William Marion Branham. Mungu siku hizi, upende usipende, ukubali usikubali, Mungu amemtuma nabii katika wakati wetu wa mwisho. Anaitwa Nabii William Marion Branham. Nitasema kwa kifupi, wakati nabii huyu anazaliwa, huyu nabii alizaliwa 1909 tarehe 6 mwezi wa 4, na siku anazaliwa nguzo ya moto iliingia. Nguzo ya moto ile iliongozwa na Zeli ingia kaka juu yake. Alipofika miaka 7, Mungu akamwambia usinywe pombe, usijichafue kwa sigara, pombe, wanawake, wala uchafu wa dhambi yote. Ukiwa mkubwa nitakutumia. Na wakati ameokoka, aliokoka katika makanisa ya watu weusi kule Marekani waliokuwa wamejazwa Roho Mtakatifu, wanaomhubiri Kristo wa kweli. Baada ya kuokoka, maana mwanzoni alikuwa mtumishi wa Kibatisti, Mungu akamwambia no, toka hapo. Akaenda kwenye makanisa ya kiroho, na alipopata ule ufunuo mwaka 1946, malaika wa Mungu alimtokea akamwambia umetumwa na Mungu kwa huduma kuu ya kuzunguka dunia. Na huyu William Marion Branham alizunguka dunia mara 7 akihubiri ukweli wa kurudisha watu katika maandiko. Lakini naomba nikusomee Ufunuo 10 mstari wa 4. Yohana anasema hivi, hata ngurumo, anasema kwanza, naanza mstari wa kwanza. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo ya moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi, naye akalia kwa sauti kuu kama simba angurumavyo. Na alipolia, zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Unaweza kujiuliza ngurumo 7 ni nini? Ngurumo 7 ni sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ni ngurumo. Kwa waliofunuliwa wanasikia maandiko, wale ambao hawajafunuliwa kwao inakuwa ni ngurumo. Naomba nikusomee katika Injili ya Yohana sura ya 12 mstari ule wa 28. Anasema Yesu anamwambia Baba, Yesu anasema, Baba, ulitukuze jina lako. Basi ikaja sauti kutoka mbinguni, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Anasema basi mkutano, mstari wa 29, basi mkutano uliosimama karibu wakasikia, walisema ya kwamba kumekuwa ngurumo. Hawa ni mkutano wako na Yesu. Yesu amesema, Baba, ulitukuze jina lako, Baba, ujitukuze kupitia Mwana. Sauti inasema hapo, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Watu wako hapo kwa nasema kumekuwa na nini? Ngurumo. Wengine walisema malaika amesema naye. Kwa hiyo kuna waliosikia ngurumo, lakini waliosikia sauti wakasema malaika amenena naye. Kwa hiyo ngurumo ni nini? Ni sauti ya Mungu. Ndio maana Mungu aliposema katika Yohana 12, watu walisema ni ngurumo. Sasa ukirudi katika Ufunuo 10, anasema yule malaika naye akalia kwa sauti kuu kama simba ngurumavyo. Mstari wa 3, na alipolia zile ngurumo 7 zikatoa sauti. Kwa hiyo kulikuwa na ngurumo 7 zikatoa sauti, na ngurumo 7 ni sauti ya Mungu kwa nyakati 7. Naomba nikuambie kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipofufuka alijionyesha kwa Israeli siku 40, alafu akapaa siku 40. Siku 10 baadaye akashuka Roho Mtakatifu kwa ajili ya upatanisho. Wana wa Israeli walivyokataa upatanisho, Mungu akamtuma Paulo kwa mataifa.
akamwambia, na kutuma ukawe nabii kwa mataifa, uwafunue macho yao, waache giza na uielekee nuru. Anazungumza katika Matendo 26, ukisoma kuanzia mstari wa 15 mpaka 20, pale Paulo anazungumza na akasema, sijaliasi ono la mbinguni, akiwa anaongea na mfalme Agripa. Kwa hiyo Paulo akatumwa sasa kwa mataifa baada ya wana wa Israeli kukataa ule upatanisho. Maana yake siku ya 50 ilikuwa ni siku ya upatanisho Kiisraeli, sabato zile 7. Siku ya 50 maana yake ni sabato 7. Sabato 7 maana yake kila wiki ina sabato moja. Ukichukua 50 maana yake ni sabato 7, ni sabato 7, maana yake ni wiki 7, na kila wiki ina siku 7. Kwa hiyo zile sabato 7 ni siku 49, ambapo siku ya 50 Roho akarudi kwa hiyo upatanisho. Kwa hiyo sabato 7 zile walipokataa upatanisho baada ya Yesu kufufuka, Yesu akageukia mataifa akawapa nyakati 7. Zile nyakati 7 kila wakati ulikuwa na sauti. Ndio maana kuna sauti ya Mungu kupitia Paulo, kuna sauti alihubiri neno, kuna sauti ya Mungu kupitia Irenaeus. Irenaeus ni mwanafunzi wa Paulo, alihubiri maandiko, yakurudisha tu kwenye maandiko tena. Akatokea Martin akahubiri maandiko, akatokea Kolumba akahubiri maandiko, akatokea Luther akakataa mafundisho ya upotovu, akaifasiri Biblia na kuwapa watu wampokee Mungu. Akatokea Wesley. Luther alihubiri kuhesabiwa haki kwa imani, lakini Wesley alihubiri utakaso. Ikabidi aletwe nabii wa Laodikia, ambao Laodikia ndio kipindi hiki tunachoishi sisi, kipindi cha vuguvugu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo zile ngurumo 7 ziliwakilisha sauti ya Mungu kwa nyakati 7. Anasema mstari wa 4, hata zile ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, na alikuwa tayari kuandika, nami nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno ya hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiandike. Na yule malaika, kwa hiyo ngurumo 7 kumbe zilikuwa sauti. Alafu Yohana akawa tayari kuandika, akawaambia usiandike maneno yaliyosemwa na hizo ngurumo 7. Kwa hiyo ngurumo 7 ilikuwa ni sauti ya Mungu, ikafichwa kama siri. Ukisoma mstari wa 7 anasema, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapo tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyohubiri watumishi wake hao manabii. Sasa injili imesafiri katika nyakati mbalimbali. Injili imesafiri kama jua kuanzia mashariki kuelekea magharibi. Injili ilianza Israeli mashariki, ikasogea ikaenda Rumi ikaenda Uingereza ikaenda Ujerumani, imesafiri mpaka ikafika magharibi ambako ni Marekani, kwenye ufufuo wa Pentekoste mwaka 1906, kipindi cha Azusa Street Revival, ambapo Roho wa Mungu alimwagwa na mtu mmoja mweusi anaitwa William Seymour mwaka 1906 alianza ufufuo. Lakini maandiko yanatuambia mjumbe mara zote huwa anakuja mwisho wa wakati, na ndio maana Yohana alikuja mwisho wa wakati kumtambulisha Kristo. Kwa hiyo William Marion Branham akazaliwa miaka mitatu baada ya ufufuo mwaka 1909, naye wakati anabatiza watu kama 5,000 kwa jina la Bwana Yesu Kristo mwaka 1933, ikashuka nyota mbele za watu wote toka mbinguni mpaka katikati, na sauti ikasema, kama Yohana Mbatizaji alivyotangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo, ujumbe wako wewe unatangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Kwa hiyo kuna mahubiri yanaturudisha sisi kwenye Biblia, tena kwenye imani ya mitume na manabii, ili tukirudi huko tuweze kuwa Wakristo wa Biblia. Kwa nini? Ukisoma katika Mathayo 18 mstari wa 7, Yesu anasema ole wa ulimwengu kwa sababu ya mambo kukosesha. Ukisoma katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3, Paulo anasema utakuja wakati utakapoyakataa mafundisho ya uzima na kuzigeukia hadithi za uongo. Watu wengi leo wamegeukia hadithi za uongo, lakini Mungu aliye mwingi wa rehema kila wakati wanarudisha watu wake kwenye neno. Wana wa Israeli walivyoenda Babeli, walienda wakiwa na makuhani, walienda wakiwa na manabii, walienda wakiwa na sanduku la agano. Walipokaa kule miaka 70, wakati wakarudi na Mafarisayo, wakarudi na masinagogi, wakarudi na Masadukayo, wakarudi na waandishi
kuishi na mambo ya kipagani. Mungu akamtuma tena Yohana Mbatizaji kuwarudisha watu kwenye njia, kumwandalia Bwana tayari watu kwa ajili ya kumpokea Kristo. Walipoandaliwa, Yesu akaja, na sasa hivi tunaandaliwa kurudi tena kwenye maandiko yote Biblia inavyosema, tukiandaliwa kwa ajili ya kunyakuliwa. Kwa hiyo mpendo wa Mungu, kabla ghadhabu ya Mungu haijaja, ni saa ya kurudi kwenye Biblia. Yesu Kristo anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya siri ambazo William Marion Branham alifunuliwa na Mungu ni kuhusu uungu. Christ is the mystery of God revealed. Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa, na amehubiri ujumbe mwingine unaitwa Godhead Explained, kwamba Mungu mkuu akifunuliwa au kuelezewa kwa uungu. Mungu aliye mkuu akifunuliwa mbele zetu. Sasa hebu tupitie maandiko machache. Mimi nitaenda kwenye Biblia, lakini nakushauri fuatilia katika, ukichukua app moja inaitwa The Table, utapata jumbe za William Marion Branham za kutosha. Inapatikana katika Play Store, utaangalia. Lakini pia ziko vitabu. Naweza kuwasiliana mimi kupitia namba 0756361075. Nitakupa mahubiri mbalimbali. Kwa hiyo si kwamba mimi ni mjanja sana wa kujua maandiko, lakini narejea mahubiri ya mhubiri. Taenda kuanza kwa kuzungumza vitu ambavyo naamini vitakupa picha. Ya kwanza nasema katika Mwanzo 1 sura ya kwanza, in the beginning God created the heaven and earth, kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hii wote tunajua kwamba kumbe muumba ni Mungu. Kwa hiyo yuko Mungu, lakini huyu Mungu yukoje? Nataka nikwambie jambo moja. Mungu ni mkuu sana. Maana ukisoma katika Mithali 15 mstari wa 3 inasema Mungu yuko kila mahali akimchunguza mbaya na mwema. Kwa hiyo kila mahali, dunia yote, mbingu yote, kila mahali amejaa Mungu. Huyu Mungu katika hukumu kubwa namna hii aliyejaa, haungeweza kuja kuongea na wewe, hangeweza kusema na mwanadamu, sababu yuko kila mahali. Mungu aliye kila mahali ataongeaje na wewe? Huyu Mungu ikabidi afanye mwili wa kiroho, mwili wa kiroho wa kuwasiliana, mwili wa kiroho wa kuutumia kuumbia watu, wa kutumia kufanya kazi yake. Maana yake Mungu huyu alikuwa na sifa. Moja ya sifa ni muumbaji, sifa nyingine mwokozi, sifa nyingine mkombozi, sifa nyingine mponyaji, sifa nyingine yeye ni baba, inabidi awe na watoto. Kwa hiyo zile sifa zake zote Mungu wa milele, Mungu ana sifa mbalimbali. Katika kuzielezea zile sifa zake, asingeweza kuzielezea sifa zake bila kuwa na vitu. Kwa hiyo Mungu akaumba mwili wa kufanyia kazi, ule mwili wa kiroho. Tutakuja kuona hapo mbele. Jina la Bwana barikiwe. Ili kwa ule mwili akae, afiwe ni yeye, lakini yeye anayekamilika katika mwili. Na mwili ukifanya chochote ni yeye wa milele amefanya. Ukisoma katika Ufunuo 3:14 inasema, na kwa malaika wa kanisa lako la Laodikia andika, haya ndio anenaye yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Wasomi wanasema Mungu aliumba ule upendo unaitwa agape love. Manake kuna upendo aina mbili, kuna phileo, upendo wa kibinadamu wa kawaida, lakini agape love ni divine love, upendo wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu aliumba yule logos. Logos ni uhai wa Mungu uliotoka kutoka katika Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kutoka kwa Mungu palitoka uhai wa Mungu, ukatoka ukafanyika upendo. Ule upendo ukawa neno, lile neno likaanza kuumba. Ndio unasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, ilikuwa ni neno la Mungu likianza kuumba. Neno la Mungu ni nini? Ni Mungu amejitengenezea kitu cha kukaa ndani yake, mwili wa kiroho wa Mungu unaitwa theophany. Ile theophany ya Mungu ni mwili unaombeba Mungu mwenyewe, ambapo ule mwili ukiongea ni Mungu ameongea. Tutaenda kuangalia taratibu. Ndio unaitwa mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Mungu aliumba kitu cha kumwakilisha, kitu cha kukaa ndani yake, kitu cha kumfanya yeye aonekane mbele za watu. Maanake amejaa dunia nzima, bila kujiumbia mwili asingeonekana. Angeonekanaje? Maanake yanaandikwa macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Tungemwona Mungu ambaye amejaa macho, tusingeweza kustahimili. Ukisoma katika Isaya 44 anasema mstari wa 6,
Thus saith the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last, and beside me there is no God. Anasema Bwana mfalme wa Israeli, mkombozi wako, Bwana majeshi asema hivi, mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho, zaidi yangu mimi hapana Mungu. Kwa hiyo Mungu anakataa, zaidi yake hamna mwingine, yuko yeye peke yake. Na ndio maana ukisoma Israeli ya amri ya kwanza, Israeli, Mungu wako ni mmoja. Kwa hiyo tunazungumza habari za Mungu mmoja. Isaya 44 mstari wa 8 anasema, fear ye not, neither be afraid. Have I not told this from that time, and have declared it? Ye are even my witnesses. Is there a God beside me? Yeah, there is no God, I know not any. Kwa hiyo Mungu anakataa, zaidi yake hakuna Mungu. Anasema msiogope wala msifanye hofu. Je, hubiri haya zamani na kuyaonyesha, na ninyi mashahidi wangu? Je, yuko Mungu zaidi ya mimi? Hakika hapana. Hapana Mungu zaidi yake yeye. Anasema mimi simjui mwingine. Mungu anasema yeye hamjui mwingine, yuko Mungu peke yake. Isaya 45 mstari wa 18 utafuatilia katika Biblia yako. Anasema, for thus said the Lord that created the heavens. Haya ndio asemaye Mungu aliyeumba mbingu. God himself that formed the earth. Mungu mwenyewe ambaye aliumba dunia, and made it, na kuifanya. He has established it, yeye ndio aliyoianzisha. He created it not in vain, hakuiumba tu ikae tupu. He formed it to be inhabited, aliumba ili ikaliwe na viumbe. I am the Lord and there is none else. Anasema yeye ni Mungu na hakuna mwingine zaidi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anasema yuko peke yake na hamna mwingine. Isaya 45:21 anasema, hubirini, toeni habari na mwafanye mashauri pamoja. Ni nani aliyeonyesha haya tangu zamani za kale? Ni nani aliyehubiri hapo zamani? Si mimi Bwana? Wala hapana Mungu zaidi ya mimi. Mungu mwenye haki, Mwokozi, hapana mwingine zaidi ya mimi. Kwa hiyo Mungu anazidi kujinadi yuko peke yake, hakuna mwingine. Mstari wa 23, Isaya 45, kwa nafsi yangu nimeapa, nakiri na nafsi moja, neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, wala litarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa na kila ulimi utaapa. Kwa hiyo Mungu anasema mbele zake kila goti litapigwa na kila ulimi utaapa. Lakini ukisoma katika Filipi 2:10 nasema, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Ukisema Yesu Kristo ni Bwana, umemaanisha Yesu Kristo ni Mungu. Zaburi ya 100 mstari wa 3 nasema, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Sasa kwa nini ukiri Yesu ni Mungu? Tutaenda kuangalia. Zaburi ya 100 mstari wa 3 inasema, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi ni watu wake. Kwa hiyo ukisema Yesu ni Bwana, umesema Yesu ni Mungu, Yesu ni muumbaji. Hivyo ndio Biblia inasema. Kutoka 15 mstari wa 3 anasema hivi, the Lord is my strength. No, mstari wa 3, Kutoka 15 mstari wa 3, the Lord is a man of war, the Lord is his name. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndio jina lake. Kwa hiyo Mungu anaitwa Bwana. Ukisema Yesu ni Bwana, umesema Yesu ni Mungu. Sasa ukisoma Wakorintho wa 2 sura ya 3 mstari wa 17 anasema Bwana ndiye Roho. Kwa hiyo huyu Yesu ni Bwana na Bwana ndiye Roho, maana yake Yesu ni Roho pia. Na ndio maana Yesu anakutana na Paulo katika Matendo 26 kuanzia mstari wa 13 na kuendelea, akiwa ni mwangaza wa jua unaopita, mwangaza wa jua ni nuru, ile nguzo ya moto iliyoongoza wana wa Israeli, ndio ilikutana na Paulo akiwa anaenda Dameski. Yohana 4 mstari wa 23 anazungumza sisi wote tumwabudu nani? But the hour comes and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeks such to worship him. Him ni yeye, Father. Watu wote duniani wanataka mwabudu Baba. Lakini saa inakuja na ipo ambao waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli.
unamwabudu Mungu katika roho na kweli. Na ukisoma katika Yohana 17:17 anasema uwatakase kwa hiyo kweli, neno lako ndiyo kweli. Anaposema katika roho na kweli, maana yake katika Roho Mtakatifu na katika neno la Mungu ndio njia pekee ya watu kumwabudu Mungu duniani. Yohana 4:24 anasema God is a spirit and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Mungu ni roho, nao mwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Huyu Mungu ni roho. Sasa roho hawezi kumwaga damu, roho hawezi kuokoa, roho hawezi kumwaga damu ya kufidia ukombozi wetu sisi tuliopoteza kupitia baba yetu Adamu pale Edeni. Adamu na Eva walivyomtii shetani wakapoteza hati miliki ya uzima milele, ikawa mkononi mwa shetani. Inabidi mmoja aende mpaka kuzimu, ambaye alivaa mwili jamii ya binadamu ili atukomboe. Hapo ndio pakawa kimbembe. Na Mungu ni roho, roho hawezi kumwaga damu. Nini kiliendelea? Tunaenda kuona hapo mbele. Anasema Isaya 45, Verily thou art God that hidest thyself, O God of Israel, the Savior. Hakika wewe ni Mungu ujifichaye mwenyewe. Thou art God that hidest thyself. Kwa hiyo Mungu huyu ana tabia ya kujificha. Kwa hiyo kumbe Mungu huwa anajificha katika nyakati mbalimbali. Mungu alijificha ndani ya Musa, Mungu alijificha ndani ya Elia, Mungu alijificha ndani ya Yohana Mbatizaji, Mungu alijificha ndani ya Yeremia, Mungu alijificha ndani ya manabii. Mungu huyu ana tabia ya kujificha. Na ndio maana Mungu alivaa mwili akawa Melkisedeki, akaenda kwa Ibrahimu katika Mwanzo 18 akiwa Elohim. Mwanzo 14 ukisoma katika Biblia, Bwana Yesu asifiwe, katika Mwanzo 14 ukisoma Mwanzo 14 anasema, Mwanzo 14 mstari wa 18 anasema, na Melkisedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Hapa Mungu amejificha ndani ya mwili, anakutana na Ibrahimu, anatoka kuwapiga wafalme 5, anampa mkate na divai, alafu anamwambia, akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, Mungu wa mbingu na nchi. Kumbe Mungu amejificha ndani ule mwili, alafu anaenda kumpokea nani? Kumpokea Ibrahimu aliyempa ushindi katika vita dhidi ya wafalme 5. Kwa nini? Mungu ana tabia kujificha. Thou art God that hidest thyself. Mungu alijificha ndani ya mwili ulioitwa Melkisedeki. Ukisoma katika Ibrania sura ya 7 mstari wa 1 anasema, kwa maana Melkisedeki mfalme wa Salemu kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki, ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Sehemu ya 10 wanapata Mungu, lakini akapewa kuhani. Tafsiri ya jina lake, kwanza mfalme wa haki. Mfalme wa Salemu manake mfalme wa amani, na Yesu katika Isaya 9:6 anaitwa mfalme wa amani. Hana baba huyu Melkisedeki, hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Hasa mtu ambaye hana baba, hana mwana, hana mwanzo, hana mwisho, ni nani zaidi ya Mungu? Ni Mungu akijificha ndani ya mwili uitwao Melkisedeki. Kwa nini? Mungu ana tabia kujificha. Isaya 45:15, thou art God that hidest thyself. Anasema bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Sasa Mungu akiwa katika ndani ya mwili aliyouumba, yani Mungu ambaye ni roho. Yohana 4:24 anasema Mungu ni roho. Huyu roho akiwa ndani ya mwili alioumba, yeye anaitwa mwana. Kwa nini? Ni Mungu ndani ya kiumbe alichokiumba. Ndio maana huyu Melkisedeki amefananishwa na mwana wa Mungu. Lakini huyu aliyefananishwa na mwana wa Mungu hana mwanzo, hana mwisho, hana baba, hana mama. Anaitwa nani? Melkisedeki. Unaona? Na ndio maana Mungu alipovaa mwili akaenda kuwakomboa Shadraka, Meshaki na Abednego katika Danieli 3.
kuanzia mstari wa 21 pale Danieli 3, wanamwona mtu wa 4 ndani ya tanuru alikotupwa Shadraka, Meshaki na Abednego, mpaka Nebukadreza anasema huyu ni mwana wa miungu. Kwa nini? Mungu alivaa mwili akaingia ndani ya tanuru. Yule aliyeingia ndani ya tanuru akaitwa nani? Mwana. Mungu anayejificha. Haleluya. Ndio maana hapa anasema Melkisedeki amefananishwa na mwana wa Mungu. Kwa nini? Mungu roho akiwa ndani ya mwili anaitwa mwana. Jina la Bwana libarikiwe. Nafikiri kuna vitu navipata, Mungu akikusaidia. Kwa hiyo katika Isaya 7 mstari wa 14 anasema kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, sio mwingine, Bwana. Na ukisoma Zaburi ya 100 jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anawapa ishara. Bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye watamwita jina lake Emanueli. Hiyo ndio ishara ya Mungu kwa wanadamu, anamtoa mtoto anaitwa Emanueli. Tunampataje? Isaya 9 mstari wa 6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Hapa ni mtoto amezaliwa, tena mtoto mwanaume. Huyu mtoto anaitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Ni mtoto alafu ni mshauri wa ajabu. Unaona? Mungu mwenye nguvu. Kumbe Mungu alifanyika mtoto. Jehova akafanyika mtoto. Ndio maana mtoto anaitwa Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele, kumbe ni mtoto alafu ni baba. Kwa nini? Baba ni roho, mtoto ni mwili. Baba roho yuko ndani ya mtoto, mwili ambao umembeba baba. Ndio maana katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 19 nasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Hapo anaitwa Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Kwa hiyo ni mtoto lakini amembeba nini? Mfalme. Kwa nini? Mungu anasema yeye mwenyewe atatoa ishara. Na ndio maana ile ishara ikamfanya mwana kuwa baba. Na ukisoma katika Malaki 2 mstari wa 10 nasema have we not all one father? Je, sisi hatuna baba mmoja? Has not one God created us? Je, Mungu aliyetuumba sisi ni mmoja? Kwa hiyo haiwezi kuwa baba Yesu, baba Mungu. Mungu ni roho, akiwa ndani ya mwili unaitwa mwana, lakini ndani yuko baba. Ndio maana Yesu alisema sifanyi chochote isipokuwa kile ambacho baba amenifunulia. Ukisoma hiyo katika Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 25 kwa utayapata hayo. Kwa hiyo aliyetuumba ni mmoja, baba yetu ni mmoja. Ufunuo 1:8 anasema Yesu anajiita I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, says the Lord, which is and which was and which is to come. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja mwenyezi. Huyu Bwana Mungu ni nani? Yesu amejiita Bwana Mungu hapa. Kwa nini? Ukiangalia katika Filipi 2 mstari wa 5 Biblia inasema let iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Kwa hiyo mwanzo alikuwa ni mwili wa Mungu wa roho. Yeye alikuwa roho, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Kumbe Yesu alikuwa sawa na Mungu. Maana yake Yesu alikuwa ndiye Mungu katika roho mbinguni. Bali alijifanya na utukufu, akatoa namna ya mtumwa. Kwa hiyo yule Mungu akashuka, akaingia ndani ya mwili wa kibinadamu, akajifanya na utukufu, akatoa namna ya mtumwa. Kumbe Mungu aliamua kufanyika mtumwa ili aokoe watumwa. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 19. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiyohesabia makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo Mungu aliamua kuwa upatanisho kati yetu sisi na yeye. Kwa nini? Kupitia mwili aliyoumba kupitia ndani ya tumbo la Mariamu.
Na ndani ya tumbo ya Mariamu Mungu aliingiza chembe ya kike na kiume. Manake mtoto hawezi kuzalia bila vitu viwili, bila yai na chembe ya kiume. Mungu aliviweka vyote viwili ndani ya tumbo la Mariamu. Tumbo la Mariamu likawa ni tuta la kuletea uhai wa Mungu duniani ili atukomboe. Ndio maana Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu sio Myahudi, Yesu sio Mwisraeli, Yesu sio mataifa. Yesu ni mwana wa Mungu, ni mwili ambao Mungu aliutumia kukomboa dunia. Isaya 11 mstari wa kwanza, Biblia inasema, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Ili chipukizi ni nani? Ni Yesu aliyezaliwa kupitia mwili wa Mariamu, aliyechumbiwa na Yusufu ambari ya Daudi, na Daudi ni wa Yese, na roho ya Bwana itakaa juu yake. Kumbe ndani ya lile chipukizi ambayo ni mwili, roho wa Mungu alikaa ndani yake. Roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Manake ni Yesu akitulisha katika upatanisho na kizazi cha leo, na wanadamu walioanguka wamrudie muumba wao. Warumi 1 mstari wa kwanza, Paulo mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa, ahubiri injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Haleluya! Kwa hiyo kumbe Mungu alimfanya mtoto wake, mwili wake, akaamua uzaliwe katika ukoo wa Daudi. Kwa nini? Ukoo wa kifalme, mtoto mfalme anakuja kuzaliwa katika ukoo wa kifalme, alafu Mungu aingie ndani yake, yule mtoto aitwe mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu ni Mungu, mwili aliyoutumia Mungu kukombolea ulimwengu. Sasa Yesu na mwili wake hakuna tofauti. Mungu na mwili wake hakuna tofauti. Ukisoma katika Ibrania 1 nasema, Mungu ambaye alisema zamani baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi, kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi Mungu amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Kwa hiyo huu mwili aliyouumba ukazaliwa na Mariamu, Mungu ameweka kuwa urithi wa yote. Urithi wa yote aliyo Mungu amearithi Yesu. Yesu amerithi uungu, amerithi ubaba, amerithi umwana, amerithi ukombozi, amerithi upatanisho, amerithi kila alicho Mungu, mpaka Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukisema baba ni Bwana Yesu, mwana Bwana Yesu, Roho Mtakatifu Bwana Yesu, muumba Bwana Yesu, kwani ni mrithi wa yote aliyo Mungu. Mstari wa 3 anasema, who being the brightness of his glory, yeye ndio mng'ao wa utukufu wa Mungu, and the express image of his person, ndio nafsi peke yake ya Mungu. Mungu ana nafsi moja, na hiyo nafsi ni Kristo, Kristo Yesu. Huwezi kuwa na nafsi bila mwili. Ndio maana Yesu alivaa mwili akawa nafsi ya Mungu. Soma Biblia nzima, hakuna mahali Roho Mtakatifu anatambulika kama nafsi. Hakuna. Nafsi ya Mungu ni moja, Kristo Yesu. Being made so better than the angels, as he hath by inheritance obtained more excellent name than they. Amefanyika bora kupita malaika. Mstari wa 4 wa Ibrania 1, kwa kadiri ya jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kumbe Yesu alirithi jina. Ili jina ni jina la Baba aliyolirithi mwana. Yohana 17 mstari 11 inazungumza kwamba Yesu alirithi jina. Kwa hiyo ukisema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ni jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa nini? Yesu ili jina alirithi toka kwa Baba ambaye ni Roho, akampa mwili ambao anautumia kukombolea dunia, jina lake. Na ndio maana familia ya mbinguni wa Efeso 3:14 inasema, familia yote ya mbinguni inaitwa kwa jina la Yesu, na familia yote ya duniani inaitwa kwa jina la Yesu. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Na bila shaka anasema, and without controversy great is the mystery of godliness. Bila shaka ni kuu siri ya uungu. Godliness ni uungu. Kwa Kiswahili ameandika utaua, wameficha kidogo maana, lakini ni uungu, godliness. God, sio the child of God or the son of God. God, Mungu, was manifested in flesh. Aliyedhihirishwa katika mwili ni Mungu. Asa Mungu ni roho, ndio asili yake. Akivaa mwili, ule mwili unaitwa mwana, kwa sababu umembeba nani? Umembeba Baba. God was manifested in flesh. Ni siri hiyo.
Mungu alidhihirishwa katika mwili akafanyika kuwa Yesu. Kwa hiyo Yesu ni nani? Yesu ni Mungu katika mwili. Justified in the spirit, akajulika kuwa na haki katika roho. Huyo mwili ndio huyo roho. Kwa hiyo ukisema Baba, Roho; mwili, Mwana; nani? Mungu. Son of angels, akaonekana malaika, preacher unto the Gentiles, ndio anayehubiriwa duniani kote habari za Yesu Kristo. Ndio maana Yesu anasema katika Matendo 26 kuanzia mstari wa 15 kuendelea, imani iko kwake yeye. Bila shaka siri ya Mungu ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Hii ni Biblia inayosema. Wote ndio tuseme hivi Biblia inavyosema. Ukisoma katika Mathayo 1:23 inasema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo Imanueli sio mtoto wa Mungu pamoja nasi. Imanueli ni Mungu pamoja nasi. Imanueli ni Mungu mwenyewe aliyejificha ndani ya mwili. Mungu ana tabia ya kujificha. Isaya 45:15. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja tu Roho. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Yesu alifanyika mwanadamu ili atukomboe. Ndio maana kuna wakati Mungu huyu ambaye ni Roho alivyouacha ule mwili ukapigwe, sababu Mungu achangamana na dhambi. Yesu alivyobeba kikombe cha dhambi, Mungu akajitenga na ule mwili. Ule mwili ukasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Manake Roho alitoka kwenye mwili ili mwili ukamwage damu kama dhabihu kwa niaba ya Mungu. Mwili uliorithi kila kitu. Cheki Yohana 14 mstari wa 1, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana anaenda kuandalia mahali. Huyu anaenda mahali ndio muumbaji. Muumbaji ni Mungu. Anasema nikienda nitakuja kuwachukua tena, nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, si tujue endako tunaijuaje njia? Yesu akamjibu. Yesu akamwambia mstari wa 6, mimi ndio njia. Njia huenda mbinguni ni Yesu. Na kweli, yani kweli manake ni neno. Neno ni Yesu. Na uzima milele ni Yesu. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Huwezi kwenda kwa Baba ambaye ni Roho bila kupitia Yesu mkombozi. Kama hujamwamini Yesu umepotea. Kama mngenijua mimi mngemjua na Baba. Anayemjua Yesu anamjua Baba. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba. Sasa Filipo anamwambia, Bwana Yesu, Bwana wangu, nionyeshe Baba. Yesu akamwambia, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote, usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Kwa hiyo ukimwona Yesu umemwona Baba. Kwa nini? Yesu ni Baba katika mwili, Roho Mungu katika mwili. Jina la Bwana libarikiwe. Yohana 1 mstari wa 1 nasema, hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Manake neno alikuwa kwa Mungu, lakini neno alikuwa kwa Mungu. Mungu yuko na nani? Tunasoma katika Kumbukumbu Deuteronomy 32:39 anasema, so now I am he, yeye ni wa kiume. There is no God with me. Mungu anasema kule aliko hakuna Mungu mwingine pamoja naye. Kwa hiyo alikuwa yeye na mwili wake wa kiroho ulioitwa neno, ambao ndio uliumba kila kitu. Na ule mwili ukaja ukavaa mwili wa mtumwa, mwili wa kibinadamu, ukaitwa Yesu, mwana wa Mungu, ambaye alikuwa ni nani? Ni Mungu mwenyewe katika mwili. Anaitwa nani? Imanueli. Maana yake nini? Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo Yesu ni Mungu Yehova, muumba mbingu na nchi, aliye ndani ya mwili. Akisema Yesu, Yehova amesema. Akifanya Yesu, Yehova amefanya. Ndio maana alisema, sifanyi chochote bila Baba yangu aliye mbinguni kunifunulia. Alikuwa anafunuliwa afu anafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Ni mambo mazuri kweli kweli. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Yesu ndio sauti ya Mungu, Yesu ndio neno la Mungu. Akisema Mungu amesema.
Kwa hiyo Mungu alikuwa anatamka kupitia Yesu, mwili wake wa kutamkia, mwili wake wa kuumbia. Ukisoma katika Yohana 1:14, huyu neno ambaye ni Mungu, hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyu Mungu anasema and the word was made flesh, ili neno likafanyika mwili. Aliyefanya neno mwili ni nani? Ni Mungu. Alifanya yule neno awe mwili, akavaa mwili ndani ya tumbo la Mariamu, and dwelt among us. Anasema akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Sio utukufu wa mwana, kama. Jina ambalo barikiwe. Ndio maana katika 1:18 anasema there is no man has seen God. Hakuna mtu ambaye kumwona Mungu at any time. Kwa hiyo hata Isaya katika Isaya 6 aliposema na alimuona Bwana, alimuona Yesu aliyekuwa amembeba Mungu katika roho. Musa alipomwona mtu anamgonga mwanaume, alimuona Yesu aliyembeba Mungu. Hakuna aliyewahi kumwona Mungu isipokuwa amemwona mwana wa Mungu aliyesimama mahali pa Mungu. The only begotten Son, mwana pekee, which is in the bosom of the Father, mwana ambaye anakaa kifuani kwa Baba. He has declared him, yeye ndiye amemdhihirisha Baba. Kwa hiyo ukitaka kumwona mwana, ukitaka kumwona Baba, amedhihirishwa na mwana. Ndio maana Yesu katika Yohana 10:30 anasema I and my Father are one. Mimi na Baba ni huyo mmoja. Maana yake yeye Yesu ni mwili, Baba ni roho anayekaa ndani ya mwili. Akisema mwili amesema roho. Kwa hiyo mwili alisema tu alichokuwa naambiwa na roho ambaye ni Baba. Wakolosai 2:9. For in him, ndani ya Yesu, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kwa hiyo uungu wote ule wa roho, Mungu katika hali yake ya roho, ule uungu wake wote, roho zake 7 zote, Mungu katika ukamilifu wake akikaa ndani ya mwili, anaitwa mwana Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo anasema ni utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Wakolosai 2:9. Wanaojua wanajua kwamba Yesu alimwakilisha Mungu kwa mwili. Mungu aliandaa mwili wa kutukombolea wanadamu. Ndio maana katika Matendo 20:28 inasema tumeokolewa kwa damu ya Mungu mwenyewe. Mungu ni roho, amwagi damu. Alimwagaje? Alimwaga kupitia mwili wake unaoitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu katika mwili. Ndio maana anaitwa mwana wa Mungu, wala sio Mungu mwana. No, Yesu ni mwana wa Mungu, ni mwili Mungu aliyotumia kukombolea ulimwengu. Wakolosai 1:15 anasema naye ni sura, who is the image of invisible God. Kwa hiyo Mungu asionekana alionekana kupitia Yesu Kristo. Who is the image of invisible God? Ni sura ya Mungu asionekana. The firstborn of every creature, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Mungu alijiandalia mwili ukaonekania mbele za watu, ukaitwa Yesu Kristo, ambao ndani yake alikaa Mungu mwenye muumba mbingu na nchi. Yesu ni nani? Ni Mungu katika mwili. Ndio maana ni huyo mmoja. Ufunuo 1:17 anasema nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa, akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akasema usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, Alfa na Omega, huyo na aliye hai. Nami nilikuwa nimekufa, natazama ni hai milele na milele, nami nazo funguo za mauti na kuzimu. Kwa hiyo aliyekufa ndiye aliyetufia, aliyetufia ndiye aliyetuumba, aliyetuumba ndiye aliyetukomboa, aliyetukomboa ndio Mungu ndani ya mwili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 7 inasema wako watatu washuhudiao mbinguni, for there are 3 that bear record in heaven. Kuna rekodi ya watatu mbinguni, the Father, Baba, the Word, neno, and the Holy Spirit, na Roho Mtakatifu. Anasema these 3 are one. Hawa wote watatu ni huyo mmoja. Kwa hiyo Baba ndiye Mwana, Mwana ndiye Roho. Ndio maana Yesu anasema katika Yohana 16:7, nisipoondoka haji Roho Mtakatifu. Kwa nini? Yeye ndio Roho Mtakatifu.
Anasema katika Kumbukumbu la Torati, twende tuangalie Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 4. He is the rock, yeye ni mwamba, kazi yake ni kamilifu, maana njia zake ni haki, Mungu wa uaminifu. Kumbe mwamba ni Mungu wa uaminifu. Mwamba ni Mungu wa uaminifu. Na ukisoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 nasema, basi nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja. Ili tunene mamoja, tuzungumze hivi, mwamba ni Mungu. Na ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4 nasema, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata. Mwamba ule ulikuwa Kristo. Kwa hiyo Kristo alikuwepo kabla hajazaliwa na Mariamu. Hapa ni wana wa Israeli wakiwa jangwani, unawafuata mwamba ulionywea. Ule mwamba ulikuwa ni Kristo. Kristo ni Mungu, na Yesu, leo hii Yesu ndio Kristo. Maana yake Yesu ndio Mungu, ila ni Mungu ndani ya mwili kwa lengo la kutimiza sifa yake ya ukombozi, ya kutukomboa sisi kupitia kumwaga damu pale Kalvari. Maana yake roho hawezi kumwaga damu akajitengenezea mwili akakaa ndani yake akamwaga damu. Hivyo Baba na Mwana ni huyo mmoja, ila Mwana katika mwili, Baba katika roho. Yuda, kitabu cha Yuda sura ya kwanza, kitabu cha Yuda mstari wa 4, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kwa ufisadi, nao mkana yeye aliye peke yake Mungu, turning the grace of our God into lasciviousness, denying the only Lord God. Wanamkataa Mungu mmoja, and our Lord Jesus Christ, na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yuda anasema wanaokataa Mungu mmoja na kusema kuna miungu mitatu. Trinity ilianzishwa na mtu anaitwa Tertullian, Mrumi mmoja akaanzisha Trinity. Yeye mwenyewe ni Tertullian. Huyu jamani muongo, nitakupa habari yake siku nyingine. Kwa hiyo ukisoma katika Galatia sura ya 4 mstari wa 4 anasema, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Mungu akamtuma mwanawe kusudi awakomboe hao walio chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Jina la Bwana barikiwe. Anasema, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma, hii sasa Wagalatia 4:6, Mungu alimtuma roho mwanae mioyoni mwetu aliaye Baba. Ukisema nimejazwa na Roho Mtakatifu, umejazwa na roho wa Yesu, roho mwanae. Maana yake roho wa Yesu ndio Roho Mtakatifu, ndio anayekaa ndani yetu aliaye Aba, na kutupatanisha sisi tulio na dhambi na Mungu asiye na dhambi. Yohana 16 mstari wa 7, lakini nawaambia leo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja. Msaidizi ni nani? Ni roho wa Yesu Kristo aliyekuwa anakaa ndani ya Yesu. Kwa hiyo Mungu alimtuma roho mwanae aliaye Aba. Wagalatia 4:6. Hakuna tofauti kati ya Yesu na Mungu isipokuwa Mungu katika roho ni Baba, Mungu katika mwili ni Mwana. Mungu katika roho ya utendaji kutuhakikisha tunaishi katika neno anaitwa Roho Mtakatifu, ila ni mmoja. There are diversities of operations. Inasema Wakorintho wa kwanza 12:6, but it is the same God which works all in all. Anayefanya yote, same God. Aliyeumba, same God. Aliyevaa mwili, same God. Aliyetukomboa, same God. 1 Corinthians chapter 12 verse 6. Marko 12 mstari wa 28, mmoja wapo waandishi akafika akawasikia akisemezana naye, akatambua kwamba wajibu vyema, akamuuliza Bwana Yesu, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndio hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Mungu ni huyu, one Lord, one Lord, one Lord. Kumbukumbu 6:4, one Lord, one Lord, one Lord, one Lord, one Lord. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Mungu wetu ni Mungu mmoja, hakuna miungu watatu. Haya ni mafundisho ya kipagani. Twende katika Biblia. Jina la Bwana barikiwe. Anasema katika Waebrania 10:20, by a new and living way, kwa njia mpya na iliyo hai,
Mungu aliyotuandalia, which has consecrated for us, ambaye ameiweka wakfu kwa ajili yetu, njia mpya na iliyo hai ambayo Mungu ameiweka wakfu kwa ajili yetu. Through the veil, kupitia kifichio. Veil ni pazia, kifuniko au kifichio. Through the veil, that is to say his flesh. Hicho kifichio au kifuniko, anasema his flesh. Kumbe mwili wa Mungu ilikuwa ni kifichio cha Mungu kujificha ndani ili akomboe wanadamu. Hii hapa Ibrania 10:20, kasome. Kiswahili wamesema ipitayo katika pazia. No, through the veil, kupitia kifichio. Na kifichio hichi ni mwili wake, his flesh. Mungu alijificha katika mwili. Kwa nini Isaya 45:15 Mungu anajificha mwenyewe? Jina la Bwana barikiwe. Kwa hiyo rafiki, nakuambia Mungu ni mmoja, anaitwa Bwana Yesu Kristo. Kwa nini? Baba Bwana, Yesu Kristo Mwana, Roho Mtakatifu Kristo. Bwana Yesu Kristo, Mungu mmoja. Ndio maana mitume alivyoambiwa katika Mathayo. Bwana Yesu asifiwe. Mitume walivyoambiwa katika Mathayo 28:19, anasema enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwafundisha na kuwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Walijua Baba Bwana Yesu, Mwana Bwana Yesu, Roho Mtakatifu Bwana Yesu. Katika Matendo 2:38, siku ambayo Roho Mtakatifu mwenyewe amekuja, ukisoma katika Yohana 16:13, inasema Roho atakapokuja atatuongoza sisi, atutie kwenye kweli yote. Alipokuja kiongozi wa kuwatia kwenye kweli yote, akawafanya mitume wabatiza watu 3,000 kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa nini? Ndio jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Biblia nzima hakuna mtu amebatizwa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ukibatizwa hivyo umepotea. Maana Waefeso 4:5 inasema ubatizo ni huu mmoja. Ipi? Waefeso 2:20. Tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Hamna mtu mwingine anaweza kuweka msingi. Sasa nataka nikuambie kitu kimoja. Nitaenda kusoma katika Wagalatia sura ya 1 mstari wa 6. Anasema, na staajabu kwa kuwa mna macho upesi hivi yeye aliyoita katika neema ya Kristo na kugeukea injili ya namna nyingine. Wanaosema kuna utatu mtakatifu, injili ya namna nyingine. Kuna miungu watatu, injili ya namna nyingine. Ndio wanasema wala si nyingine, lakini wapo watu watabishana kutaka kugeuza injili ya Kristo. Lakini japokuwa sisi, yani wanasema mitume wao au malaika wa mbinguni, hata ashuke malaika leo kicha, nimeshuka malaika kuambia yuko Mungu mwingine, anasema huyo mtu na alaaniwe. Ijapokuwa sisi mitume au na malaika mwingine atahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa ile tuliyohubiri, na alaaniwe. Rafiki, ukishika injili nyingine ni laana. Kama unajipenda, fuata injili ya Mungu wa kweli mmoja aliyekuja kama Baba alipoongoza wana Israeli katika nguzo ya moto jangwani, amekuja kama Mwana alivyovaa mwili, amekuja kama Roho Mtakatifu akae ndani yetu kututia nguvu za kufika mbinguni. Maana anasema katika Matendo 1:8, nanyi mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya jiwe na Roho Mtakatifu. Shalom. Bwana Yesu akubariki sana. Naomba nikuambie, rudi kwenye injili ya kweli, injili ya maandiko. Mungu anakupenda.